Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. ACT Wazalendo yafichua mazungumzo ya mwafaka wa kisiasa Zanzibar, yataja katiba uchaguzi mkuu kuwa chanzo cha migogoro. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa na aliyekuwa mgombea urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, Othman Masoud Othman, amesema kuwa mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo, chama chake kilishiriki katika mazungumzo ya kisiasa yenye lengo la kutafuta mwafaka wa kudumu wa kisiasa Zanzibar. Othman amesema kuwa mazungumzo hayo yamefikia hatua muhimu na ndani ya muda mfupi ujao wananchi watajulishwa rasmi kuhusu yaliyofikiwa baada ya pande zote mbili za kisiasa kukamilisha taratibu zao za ndani. Akizungumza alipokuwa akikutana na viongozi wa chama wa wilaya Chake Chake na mkoa wa Kusini Pemba katika ukumbi wa ofisi ya jimbo la Chambani, Othman alisema kuwa mazungumzo hayo yaliongozwa na yeye pamoja na mwenyekiti mstaafu wa chama Juma Duni Haji, huku upande wa CCM ukiongozwa na marais wastaafu Amani Abedi Karume na Ali Mohamed Shein. Kushuka kwa imani ya wananchi kwenye uchaguzi alitaja kuwa hoja kuu zilizojadiliwa. Othman alisema pande zote mbili zilikubaliana kuwa kuna kushuka kwa kiwango cha imani ya wananchi katika chaguzi Zanzibar, hali ambayo inaendelea kujirudia kila baada ya miaka mitano. Alisema kuwa mazungumzo hayo yalilenga kutafuta suluhisho la pamoja la kurejesha imani hiyo kwa wananchi, akisisitiza kuwa demokrasia haiwezi kusimama bila wananchi kuwa na imani na mchakato wa uchaguzi. Katika hatua nyingine, Othman alisema kuwa walijadili kwa kina mapungufu ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, akielezea kuwa katiba hiyo imepitwa na wakati na haikidhi mahitaji ya kisiasa na ya kijamii ya Zanzibar ya sasa. Alisema katiba hiyo imempa rais mamlaka makubwa kupita kiasi, hali inayofanya kuwa kama mfalme asiyeweza kuwajibishwa, jambo ambalo pande zote mbili katika mazungumzo walikiri kuwa ni tatizo linalohitaji marekebisho ya msingi. Othman aliongeza kuwa walijadili pia mfumo mzima wa uchaguzi Zanzibar, akieleza kuwa licha ya kufanywa marekebisho mara kadhaa, bado mfumo huo haujatoa nafuu yoyote kwa wananchi wala vyama vya siasa. Alisema migogoro ya mara kwa mara inayojitokeza katika uchaguzi inatokana na mfumo mbovu wa uendeshaji wa uchaguzi na sheria kandamizi, hasa kwa vyama vya upinzani. Hofu ya utekelezaji wa makubaliano sambamba na hayo, Othman alisema kuwa katika mazungumzo hayo pande zote mbili zilieleza hofu na wasiwasi juu ya utekelezaji wa makubaliano, hali iliyowafanya wakubaliane kuweka ratiba maalum ya utekelezaji, huku kila upande ukipewa jukumu la kuhakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa ipasavyo. Othman alisema kuwa ACT Wazalendo wanasubiri kuona hatua za vitendo za utekelezaji, na pindi zitakapokamilika wananchi wataelezwa msimamo wa mwisho wa chama hicho. Amesema ni lazima Zanzibar uchaguzi wowote mkuu ujao Zanzibar uendeshwe kwa makubaliano mapya yaliyoandikwa na kukubalika na pande zote. Katika hotuba yake, Othman alieleza kuwa masikitiko namna Zanzibar inavyoendelea kuporwa haki yake, akitaja kushindwa kwa mahakama kuu ya Zanzibar kusikiliza baadhi ya mashauri muhimu yanayohusu masuala ya muungano. Alitoa mfano wa kesi za wagombea wa ubunge zilizotupiliwa mbali, akisisitiza kuwa athari zake haziathiri ACT Wazalendo pekee, bali ni mwendelezo wa kuinyima Zanzibar haki yake ya kikatiba. Alisisitiza kuwa chama chake kitaendelea kukosoa hadharani na kupigania haki za Zanzibar bila woga wala kuchoka. Aidha, Othman alitaka mahakama kujitathmini na kuacha kutumika kisiasa, akisema kufanya hivyo kunavunja hadhi ya chombo hicho ambacho ndicho kimbilio la mwisho la wananchi. Alieleza kuwa inasikitisha kuona yeye binafsi akiwa wakili aliwahi kushuhudia kesi ikiahirishwa kwa sababu jaji aliomba ruhusa ya kwenda kumpokea mgombea wa urais. Kwa kumalizia, Othman alitoa wito kwa watendaji wa mahakama kuendelea kwa uadilifu, jasiri na wenye msimamo, na kukataa kutumika kisiasa ili kulinda heshima ya chombo hicho na matumaini ya wananchi wa Zanzibar. Taarifa hii imetolewa na idara ya habari na uenezi wa ACT Wazalendo tarehe 11 Februari 2026. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.